Ndugu jamaa na marafiki, ndugu zetu, dada zetu, kaka zetu, wababa zetu, wajomba zetu, tunawasalimia kwa jina la ukuu wa Mwafrika, wana mapinduzi wa Afrika. Uzalendo uwe ndani yenu kila mmoja wake. Jamani, hapa kuna habari ambazo watu wengi huwaga hata wakizisikia wanazipuuzia tu, wanazichukulia poa, kwa sababu huwa wanafikiria kwamba wao ndio wajanja, wao ndio wajuzi wa mambo, wao ndio watu ambao wanajua kila kitu. Sasa hapa kuna maswali mawili au matatu kwa mtu ambaye mwenye akili timamu anaweza kutupa majibu kwenye comment section. Tunataka kuuliza kwa nini hawa wanasiasa wapinzani wa serikali ya Tanzania wanajiandaa kufanya maandamano tarehe 7 mwezi wa 7. Kwa nini tarehe 7 mwezi wa 7 wanajiandaa kufanya maandamano? Na kwa nini maandamano hapa na pale nchi ya kidemokrasia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Na kwa nini maandamano alipangwa ndani ya Afrika ya Kusini? Mwezi mzima uliopita, huu mwezi wa 6, watu hawajafanya kazi. Misukosuko ilikuwa ni kibao, vipi hapa na pale, mambo alikuwa hayaendi. Nakwambia mambo alikuwa sio mambo. Sasa kwa nini hizi nchi zinakuwa na misukosuko? Tanzania, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Afrika ya Kusini. Kwa nini? Na zile nchi mnazijua za huko West Africa, Mali, Burkina Faso na Niger. Kwa nini? Jamani, endelea kusubscribe kwenye channel yetu ili muwe mnapata update ambazo zitakazokuwa zimekuwa kwenye muda, breaking news, mambo ya habari, geopolitics. Haswa tutajikita kwenye upande wa uzalendo, kwa sababu sisi hapa kwenye channel yetu ya wana mapinduzi wa Afrika tutakuwa tunajikita sana kwenye uzalendo. Jamani, hapa kuna kitu kinachoendelea. Kwa hiyo endelea kusubscribe, kwa sababu tuje tukapate mafunzo, tuje tukafundishane, tuje tukapeane ujuzi. Haya mambo ili uyaelewe jamani, kaka yangu, ndugu yangu, mdogo wangu, na haswa hizi taarifa inabidi hawa vijana wanajiita Gen Z ndo wapate huu ujumbe. Haya mambo haya wanasiasa wanayofanya, ili uyapate vizuri, inabidi nikurudishe mwaka, kuanzia kipindi huyu rais wa Uganda alipopindua nchi akachukua nchi, huyu Idi Amin Dada, mwaka wa 1971. Mpango mikakati ilianzia huko, kwa sababu Idi Amin Dada ndo alizusha, ndo akaleta uhasama kwenye mataifa ya kibeberu, mpaka wakaona kwamba wasipofanya iwezekanavyo itawakosti. Alikuwepo huyu Idi Amin Dada na Muhammad Siad Barre wa Somali na Gaddafi. Sasa kipindi hicho, na rais wa Kongo aliyekuwepo kipindi kile Mobutu Sese Seko Kuku Mbengwa Zabangu sijui, na rais wa Rwanda. Sasa ikaonekana kwamba hapo kutakuwa kitu ambacho wanachokiplani, na ni kweli walikuwa wana plani kuikomboa Afrika moja kwa moja bila hata Idi Amin mwenyewe alikuwa anazungumza kwenye mikutano ya amani, United Council. Alikuwa anazungumza, anawaambia kwamba msipofanya iwezekanavyo nchi zikapata uhuru na majority rule, wakaja
wakachukua uongozi, sisi tabidi tuingie kijeshi. Hayo mambo yalikuwa yanazungumzwa na Idi Amin kwenye ukumbi wa Umoja wa Mataifa kipindi alikuwa anaongoza Uganda. Nadhani kila mtu hapa naelewa. Bila kuchelewa jamaa mwaka 1975 kila mtu anafahamu kitendo alichokifanya Kampala. Akachukua Waingereza akawaambia mnibebe, mninyanyue mnibebe nikiwa nimekalia kiti cha enzi, mnizungushe Kampala nzima. Kila mtu ila anajua. 1976 akaja akakubali ndege iliyokuwa imetekwa na wa Palestine katua Kampala. Jamani, hayo mambo yote kila mtu anajua. Sasa walipoona kwamba mambo yamekuwa over kabisa, wakaona wapange njama zingine, waone kwamba wanaweza wakamng'oa madarakani, na hajang'olewa mwenyewe peke yake. After walipomng'oa huyu Idi Amin nduri dada wa Uganda mwaka 1978 na 9 hivi, baada ya miaka michache wakaja wakamng'oa pia rais aliyekuwa anatawala kipindi huko Somalia. Baada ya hapo ndo walipofanikiwa. Kila mtu anajua njama walizotumia kumng'oa Idi Amin dada. Walikuja wakachukua nchi ya Uganda wakaichonganisha na Tanzania. Sema tu vitu ambavyo watu wengi Tanzania hawawezi wakaelewa kilichokuwa kinaendelea pale ni kitu gani. Inabidi tumshukuru Nyerere. Sawa, alipiga siasa, alizunguka kabisa, akaona kwamba alikuwa na maoni. Yule mzee alikuwa na maoni, aliona kwamba angekuja kuwakatalia, ili tutalizungumzia baadaye, ili tutalichimba kwa kina, kila mtu aelewe kilichokuwa kinapangwa kule, na mpaka Nyerere akaja kaingizwa mkenge na akakubali kwa ajili ya kwanza ya taifa ya Tanzania, pili kwa ajili ya Afrika, tupate kwanza chanzo cha uhuru, alafu uhuru mwingine tutautafuta baadaye. Sasa uhuru unaotakiwa uhuru kamili, ndio sasa inabidi tupiganie sisi sasa hivi vijana wa leo. Sasa ilipofika mahali wakamng'oa, ndo wakaweka vibaraka vyao. Ikabidi wapeleke vibaraka mpaka Rwanda, wapeleke vibaraka mpaka Kongo, wapeleke vibaraka mpaka Somalia. Sasa hivi Kenya ilikuwa imeshindikana kuweka kibaraka, lakini mpaka sasa hivi wamesha faulu, imesha kubalika, wameshaweka kibaraka chao. Sasa hivi hapo kwenye ukanda wa Afrika ya Mashariki kuna Kenya, kuna Uganda, kuna Rwanda. Sasa hivi wanapigana chini na juu waweke kibaraka tena Kongo, kama walivyokuwa wamemweka Joseph Kabila Kabange, waweke kibaraka Tanzania, kwa sababu Nyerere hawajawakubalia matakwa waliokuwa wanataka, mpango waliokuwa wanataka Tanzania iwe kwenye himaya yao. Nyerere hajawakubalia. Sasa hivi wameshapata watu ambaye watakaitumia kuiendesha Tanzania vile wanavyotaka wenyewe. Kongo ndo unaona zile vita zinaendelea sasa. Kwa sasa hivi kila mtu, watu wanauawa, vita ni vita. Kwa sababu gani? Kwa kuwa mkongomani halisi alikuja kachukua nchi akaanza kuiendesha, na akasoma mikataba yote iliyokuwa kule Ikulu waliokuwa wamesainiana hawa rais waliokuwa wamemwanzia. Ikaja kugundulika kwamba mikataba yote iliyokuwa ndani ya Ikulu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilikuwa inawafeva hawa watu wa kutoka nje. Sasa basi walipogundua kwamba mikataba iliyowekwa Kongo, jamaa alipiga pini, huyu rais wa Kongo,
Ndio sasa wakaanzisha vita ili waende wakampindue. Sasa ile vita ambayo iko Kongo sio kwamba ni wanamgambo wanayepigania haki za binadamu, sijui wanayepigania haki ya Kongo. Wale ni wanajeshi wa Umoja wa Ulaya, wale ni wanajeshi wa Israeli, wale ni wanajeshi wa Amerika, wale ni wanajeshi wa nchi ya Rwanda, wale ni wanajeshi wa nchi ya Uganda, wale ni wanajeshi wa nchi ya Kenya, wale viongozi ambaye wamekubaliana na kutokubaliana na wamekubaliana na mabeberu ili wasarenda hizi rasilimali za nchi za Afrika ya Mashariki. Sasa watu wengine wanafikiria kwamba hapa mama wanampiga vita eti atoke madarakani. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu mama kaendeleza ule mfumo wa Nyerere na akaongeza vile Nyerere alivyokuwa anajificha, anaficha kucha kama vile chui anayetaka ambaye aliyewinda. Mama kawaambia hadharani kwamba wanavyotaka havitowezekana. Wanavyotaka kwamba nchi zetu waziendeshe havitowezekana hata kidogo. Ndio maana sasa unaona kila siku wanapanga maandamano, na ndio maana unaona kila siku Kongo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanapanga maandamano. Afrika ya Kusini umeona huku wamepiga maandamano mwezi mzima. Mwezi wa 6 biashara zilikuwa haziendi. Sasa basi mpango ni ule ule. Mpango ni kwamba hawa jamaa, hawa mabeberu, Umoja wa Ulaya, Israeli, Amerika, waimiliki Afrika waje wakaitawale tena kiukoloni. Kwa hiyo tunatahadharisha serikali zetu. Serikali, hata kama sisi tunajua kwamba watu ambaye mko serikalini hamuwezi mkaongea yote, kwa sababu kila mnakoenda ving'ora, makamera, maredio, TV yote anakuwa anawaangalia ili achukue yale mambo ambayo mtakayozungumza. Mimi kama mimi, haya niliyozungumza hapa kwenye hii content, hii video yangu niliyotengeneza hapa, wewe najua mwanasiasa, mzalendo, kiongozi, huwezi ukayazungumza. Ukiyazungumza wanakumaliza, hilo najua. Sasa hii ni taarifa ambayo tunawajulisha raia wale wadogo ambaye sisi, kila mtu inatakiwa ajue kinachoendelea ni kitu gani. Hapo sio kwamba mama ni kiongozi mbaya. Mama sio kiongozi mbaya wa nchi. Mama ni kiongozi mzuri tu. Sema tu ni kwa sababu hajakubaliana na matakwa ya wakubwa, hajakubaliana na matakwa ya Wamarekani, hataki kufanya kazi na Umoja wa Ulaya, hataki kufanya kazi na Israeli. Huwezi ukafanya kazi ukiwa na akili timamu. Huwezi ukafanya kazi na wauaji, wanyonyaji, wezi. Haiwezekani. Hawa viongozi wetu wana akili timamu. Hawa viongozi wetu wana akili kweli kweli, sio kama hawa rais wengine wanataka tu madaraka, wanyanyase watu, kuua watu ambaye hawana hatia. Mnaona vile watu wanavyouawa Kongo. Maskini ya Mungu wanauawa kwa sababu gani? Kwa sababu ya rasilimali zao. Wanataka wa intimidate, watie uoga kabisa mpaka wasarende. Nchi itawaliwe na watu ambao wanatoka nje ya Kongo. Na Tanzania ndo wanataka hivyo hivyo. Burundi wanataka hivyo hivyo. Umeona kama walivyofanya Kenya, Uganda, umeona, na Rwanda. Kongo wanataka hivyo hivyo. Hapa huku kule Afrika ya Kusini, na hiyo ndiyo mipango. Wanataka kumpindua yule jamaa Ramaphosa kwa sababu kajiunga na BRICS. Umeona? Sasa watu wengine huwa hawaelewi, watu wengi huwa hawatambui kinachoendelea ni kitu gani. Hii vita ya maandamano sio Tanzania peke yake, hilo mlijue.
na wale M23 na wanajeshi wa Rwanda na wanajeshi wa Uganda na pamoja wanajeshi wa Kenya hawana tofauti na wale magaidi waliyekuja kuua watu Tanzania mwaka 1978. Hawana utofauti. Wale waliyekuja kuua watu Tanzania, watu zaidi ya 1000 wakauawa Kagera mwaka 1978, walikuwa sio wanajeshi wa Uganda, walikuwa ni watu ambao wametengenezwa, wametreniwa, magaidi, wakaingizwa Tanzania ili waisingizie Uganda wapate chanzo cha kwenda kumngoa Idi Amin, kama walivyotengeneza ile skendo ya September 11 kule New York, wakapata chanzo na wakapata chanzo cha kwenda kuivamia Afghanistan. Jamani wa Tanzania, sasa hivi fungukeni macho. Sio wa Tanzania peke yake. Wa Kenya fungukeni macho. Wa Uganda fungukeni macho. Wanyarwanda, Burundi na Kongo, na haswa wa Afrika ya Kusini, Msumbiji, Malawi, Zambia, Afrika nzima mfungukeni macho. Hawa magaidi, hizi vikundi vyote vinavyokuja kuua watu, kupigana vita, kusema kwamba vinapigania haki, hivi ni vikundi ambavyo vilitengenezwa, hata waliotengenezwa huko Somalia, wale Al-Shabaab wanaua watu Msumbiji. Hawa ni vikundi ambavyo vimetengenezwa. Kwa hiyo sasa hivi kila mtu ajue kwamba hizi ni njama zimetengenezwa na Umoja wa Ulaya, Israeli na Amerika. Sasa kwa hiyo tufunguke macho na tuanze kulifanyia kazi, sio kwamba tufanye maandamano ya kuharibu nchi zetu. Asante. Muendelee kusubscribe kwenye channel yetu ili tuwe tunapata vitu moto, habari ambazo zinazoendelea kwenye ukanda wetu wa Afrika, wa bara la Afrika, haswa wazalendo. Usipo subscribe, wewe ambayo unaisikia Kiswahili, kazi ni kwako. Asante.